Taharuki yatanda nchini Tanzania baada ya ripoti mbaya kuibuka kumuhusu Tundu Lissu akiwa gerezani. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope. Na tafadhali kumbuka kusubscribe. Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kwa jina Tundu Lissu alifikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kusikiliza kesi ya jinai inayomkabili inayohusisha mashtaka ya uhaini na kusambaza taarifa za uongo. Hii ni mara nyingine mwanasiasa huyo mwenye ushawishi mkubwa alifikishwa mahakamani tangu alipokamatwa miezi miwili iliyopita. Tukio hilo lilitokea majira ya saa 2 asubuhi ambapo Lissu aliletwa mahakamani akiwa chini ya ulinzi mkali. Na katika kesi hiyo inayozua hisia kali miongoni mwa wafuasi na upinzani na watetezi wa haki za binadamu, Lissu ameomba kupewa nafasi ya kujitetea binafsi kwa maelezo kuwa mawakili wake wamekuwa wakizuiwa kumtembelea na kushindwa kumpatia msaada wa kisheria kama inavyostahili. Kwa mujibu wa maelezo aliyotoa mbele ya jopo la mahakama, Lissu alilalamika mazingira magumu ya gerezani humu anaposhikiliwa, akibainisha kuwa licha ya kutohukumiwa ameweka katika sehemu ya gereza la Ukonga inayojulikana kwa Death Row, eneo linalohifadhi wafungwa waliopatikana na hatia ya kifo na wanasubiri utekelezaji wa hukumu hizo. Hali hiyo amesema inahatarisha usalama wake binafsi na inakiuka haki za msingi za mshtakiwa ambaye bado hajapatikana na hatia yoyote. Mbali na suala hilo, Lissu ametaja kuwa akiwa katika sehemu ya hiyo ya gereza amenyimwa haki ya kufanya mazoezi ya mwili pamoja na kushiriki ibada au shughuli nyingine za kiroho, hali ambayo ameeleza kuwa ni ukiukaji wa haki za binadamu na kwa mujibu wa sheria za kimataifa na za kitaifa. Ameongeza kuwa kuwekwa karibu na wafungwa wanaosubiri kunyongwa kunaweza kuleta athari za kiakili na kihisia kwa mfungwa ambaye bado yuko chini ya uangalizi wa sheria. Mahakama imeahirisha kesi hiyo hadi mwezi Julai kwa ajili ya kuendelea na hatua za uchunguzi wa ushahidi. Taarifa kutoka upande wa mashtaka zinasema kuwa bado ushahidi wa ziada unahitajika kabla ya kuendelea na hatua nyingine za mchakato wa kisheria. Hadi sasa Lissu ameshatimiza siku 68 akiwa rumande katika gereza la Ukonga. Pamoja na kukabiliwa na kesi hizo nzito, Lissu anadaiwa kuendelea kusisitiza msimamo wake wa no reform no election, kauli ambayo inahimiza mageuzi ya kisiasa kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu. Kauli imesalia kwa gumzo hata wakati mwanasiasa huyo akiwa ndani ya mikono ya vyombo vya sheria. Kesi ya Tundu Lissu imeibua mijadala mikubwa kuhusu hali ya demokrasia, uhuru wa kujieleza na usawa wa kisheria nchini Tanzania, huku mashirika ya kutetea haki za binadamu yakifuatilia kwa karibu mwenendo wa kesi hiyo.